Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali, wekundu wa Msimbazi dhidi ya Al Masry. Tunafahamu kwamba mchezo wa kwanza uliopigwa kule Suez Canal kule nchini Misri, wekundu wa Msimbazi Simba walipoteza goli 2-0. Sasa mchezo wa marejeano ni mchezo wa kufa na kupona ili wekundu wa Msimbazi Simba pengine waweke rekodi nyingine mpya kwenye kombe hilo la kufuzu hatua ya nusu finali. Sasa tunafahamu kabla ya mchezo wa kwanza tuliona mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo Mo Dewji aliandika ujumbe mzito kuelekea kwa wachezaji ili kuhamasisha kwenye mchezo huo, lakini mwisho wa siku tuliona kilichotokea. Sasa Mo Dewji pia amerudi tena kuelekea kwenye mchezo wa marejeano kupigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa tarehe 9 siku ya Jumatano majira saa 10 kamili jioni. Moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa sana soka, mashabiki ambao pengine wanatamani kuiona wekundu wa Msimbazi Simba wakivuka na kuingia hatua ya nusu finali. Sasa Mo Dewji kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram bwana ameandika ujumbe kuelekea kwenye mchezo huo wa marejeano. Sasa nasoma kila ambacho amekiandika. Anasema hii tunavuka. Ametangulia kuzungumza hivyo akaandika, kwa neema na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, huu ni mchezo wa kihistoria na kila mmoja wetu ana nafasi ya kuwa sehemu ya ukurasa huu wa Simba Sports Club. Tunachohitaji sasa ni umoja. Mashabiki wote wa Simba tunaomba mjitokeze kwa nguvu zote, tujaze uwanja ili mioyo ya wachezaji wetu ipate nguvu na ujasiri wa kupigana hadi mwisho. Kwa pamoja tutapambana na inshallah tutavuka. Ndicho ambacho amekiandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram kuelekea kwenye mchezo huo. Na mpaka sasa tumeona hamasa ambavyo inaendelea kwenye maeneo mbalimbali kwenye mji wa Dar es Salaam. Tumeona msemaji wa klabu hiyo Ahmed Ally akiendelea kuongoza matawi mbalimbali, lakini pia mashabiki ambao wameendelea kuzunguka nao ili kuhamasisha wana Simba wote kujitokeza kwa wingi siku ya Jumatano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mchezo huo wa do or die, ambao ni mchezo ambao Simba wanahitaji kuvuka na kuingia hatua ya nusu finali, na ili Simba waweze kuvuka kwenye mchezo huo wanahitaji kushinda magoli 3 na kuendelea ili kuweza kuvuka hatua ya robo finali. Sasa pengine tujikumbushe kwenye michezo ya maamuzi ama namna ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakifanya kwenye ile michezo ya maamuzi, michezo ambayo kwenye makaratasi inaonekana kama ngumu kwa Simba kuvuka, lakini mwisho wa siku dakika 90 huwa zinamaliza utata na wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakifanya kile ambacho mashabiki wao wanategemea. 2018 mechi ya mchujo wa kuingia hatua ya makundi CAF, yani Champions League. Wana mchezo wa kwanza Simba walicheza na Nkana kutoka Zambia, ambapo mchezo wa kwanza ugenini Simba walipoteza kwa magoli 2-1. Lakini mchezo wa marejeano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tuliona maajabu ambayo wekundu wa Msimbazi Simba waliyafanya na kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 3-1 na kuweza kuvuka hatua hiyo. Lakini ukiachana na huo mchezo wa 2018, 2020 mchezo wa kuingia makundi CAF Champions League, mchezo wa kwanza Simba walicheza dhidi ya FC Platinum kutoka Zimbabwe na mchezo ulimalizika kwa Simba kupoteza goli 1-0. Mchezo wa marejeano, mchezo ambao ulikuwa unatoa hatima ya wekundu wa Msimbazi Simba kupita kwenye hatua hiyo, Simba waliibuka na ushindi wa magoli 4-0 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini 2023 mechi ya mwisho wa makundi CAF Champions League, Simba ugenini Horoya kule Guinea walikubali kichapo cha goli 1-0, lakini maajabu yakaja yakatendeka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo Simba waliibuka na ushindi wa goli 7-0. Moja kati ya mechi ambayo iliwaduaza mashabiki ambao walijitokeza, kwa maana pengine walidhani hata 7 zisingefika, lakini maajabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ama namna ambavyo Simba amekuwa akifanya kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wakaweza kuifunga magoli 7-0. 2024 mechi ya makundi ya maamuzi CAF Champions League, Simba dhidi ya Jwaneng Galaxy, mchezo wa ugenini Simba walitoa sare ya bila kufungana. Lakini mchezo uliofuata
Simba wakaibuka na ushindi wa goli 6-0 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini mchezo wao dhidi ya Wydad Casablanca kwenye hizo mechi za makundi ya maamuzi ya CAF Champions League, mchezo wa Simba dhidi ya Wydad Casablanca ugenini kule Morocco, Simba alikubali kichapo cha goli 1-0. Lakini mchezo wa uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba wakaibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Wydad Casablanca. 2025 mechi ya mchujo shirikisho Afrika, yani wakati Simba sasa kabla hawajafika kwenye hatua hii bwana, walikutana na Al Ahly Tripoli kutoka Libya, ambapo mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya bila kufungana. Lakini mchezo wa pili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba wakaibuka na ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Mabululu. Lakini 2025 hii mechi ya mwisho ya kuongoza kundi, ambapo sasa ilitoa hatima ya Simba kumaliza kundi wa kwanza kwenye kundi B kwenye kombe la shirikisho barani Afrika bwana, Simba dhidi ya Constantine. Simba mechi ya ugenini walipoteza goli 2-1, lakini kwenye mechi ya nyumbani ambao sasa ilikuwa inaamua Simba asalie nafasi ya pili ama aongoze kundi, Simba kaibuka na ushindi wa goli 2-0 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa ya robo finali, tunafahamu mchezo wa kwanza Simba amefungwa magoli 2-0. Swali ni kwamba Simba dhidi ya Al Masry kwenye mchezo wa marejeano, je, ataendelea kuweka rekodi ambayo amekuwa akiweka kwenye michezo ya maamuzi ama inakuaje? Ni moja kati ya swali ambalo inabidi sasa tubaki nalo na kusubiria na kuona pengine nini ambacho kinakwenda kutendeka kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Mashabiki wameendelea kuitika, mashabiki wameendelea kuzungumza kwamba ni moja kati ya mechi ambao wao wenyewe wana jukumu kubwa la kuweza kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Na tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba pindi wanapokuwa na mashabiki wao kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa bwana, tumeona maajabu yakiendelea kutokea. Yani kuna wachezaji ambao huwadhani kama wanaweza kufanya lolote, lakini mwisho wa siku wamekuwa wakiwa surprise mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba hawalali usingizi. Ni moja kati ya mechi ambao mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba mpaka leo wanafikiria kwamba nini ambacho kitakwenda kutokea. Je, timu yao itaendelea kuweka rekodi ya kuweza kufanya vizuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Na kama ambavyo tunafahamu kwamba ile kauli ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwamba hatoki mtu, na ni kweli Al Masry hatotoka ama atatoka, ni moja kati ya swali ambalo pia tumeendelea kujiuliza. Lakini taarifa ni kwamba pia Al Masry wameshakwisha kuwasili nchini kwa ajili ya mchezo huo, na unaweza kuona ni kwa namna gani pia hata wao pia mchezo wanautaka, kwa sababu wamewasili mapema kama ambavyo pia Simba wao walifanya kabla mchezo wa kwanza, waliwasili mapema sana kule nchini Misri, na ndivyo ambavyo pia wamefanya Al Masry. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo sasa tunatakiwa kuondoka nalo ni kwamba Simba atakubali pengine kuondoshwa kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali, ama Simba anakwenda kuweka rekodi nyingine mpya ya kutinga hatua ya nusu finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.